Yusuf Juma, mkurugenzi wetu wa vijana, chaplainsia na muziki, ili tuendelee na somo la leo. Karibu Pastor. Ninawasalimu kwa utukufu wa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Imekuwa ni jioni yenye neema na baraka. Ninasikia kuwakaribisheni tujumuike pamoja na tuombe. Baba Mungu muumbaji na mkombozi wetu, katikati ya mahitaji ya kutaka kukujua, kukuona na kukutafuta, kanisa la Mbezi limekusogelea. Hata kama kuna mmoja amekusogelea akiwa na vitu vingi vinamzuia, lakini ishara ya kukusogelea jioni ya leo iwe ishara ya kuona mahitaji yake. Angalia mahitaji ya wokovu na mambo ya rohoni, mahitaji ya uchumi, mahitaji ya mahusiano. Wewe ni Mungu wa mahusiano, na uangalie walio katika ndoa na eneo la mahusiano, walio katika uchumba na mahusiano, ambao bado hawafikiri kuingia, lakini eneo la kuhusiana na watu wengine kwa namna yoyote uwatazame. Lakini uangalie katika eneo la afya. Pana mmoja ana udhaifu wa jambo linalosumbua mwili wake. Pitisha umeme, vunja na kuharibu nguvu za magonjwa kwa jina la Yesu. Achilia alama ya wema ya uponyaji jioni ya leo, iwe ishara ya kukuamini, isiwe ishara ya kunywa dawa. Baba, kuna wengine wanasubiri ishara ya kunywa dawa. Naomba kwa neema ya Yesu, achilia ishara ya alama ya kuponya watu kwa njia ya kukuamini. Aminisha uliumba mwili kwa neno au kuumba mwili kwa dawa, wapone kwa jina la Yesu kwa neno. Nimeomba upeleke nguvu yako kwenye maeneo yote yanayohusiana na mipango kazi ya maisha. Kila aliye na mpango kazi, ulituumba tuwe na mipango kazi. Kila aliye na mpango kazi sahihi, pitisha maarifa yako ya mbinguni. Maombi ya jioni ya leo yalete hekima na ufunguo na mlango ulio wazi kwa mipango ya watoto wako waliokaa. Na mwisho Baba, angalia watoto wetu. Angalia watoto wetu, mabinti wanaokuwa na kukomaa katika umri ule wakati, na jinsi wakati mwingine tunatamani tuwaone wanavyokupenda kama sisi tunavyotamani kuwa na wewe. Na mtoto mmoja amemuumiza mama yake, mtoto mmoja amemuumiza baba yake, mtoto mmoja ameumiza familia, na familia inajiona kama vile Mungu yuko mbali kwa sababu mtoto huyu ameenda katika njia. Baba, katika harakati za kumsaidia wasiumie wao, bali wewe umlete tena mtoto wao. Penzi yako yatimizwe. Kubali kutuongoza katika ibada ya leo kwa jina la Yesu, amen. Nitakuwa mfupi sana, naleta hili somo kwa kifupi, nimelipitia tangu asubuhi. Kwa hiyo mtaona naweka dondoo chache, alafu tunaomba, tunawaacha. Yaani ngolo kukandamiza watu na maneno. Unataka nini? Unawakandamiza na maneno mengi. Wape maneno machache ya msingi basi, na nitakuwa nimelifikisha. Sasa mpango ni huu, ili nimfanye mtu mmoja. Mpango ni huu. Moja ya kitabu cha maana kimeandikwa vizuri sana ni hiki: mpango wetu tusikigawe. Mpango wetu tukigawe tukiwa tumekisoma na kukielewa. Mmenisikia vijana mlioimba, amenena mwenyewe, haleluya, tutaimba. Mpango wetu tukigawe tukiwa tumekisoma na kukielewa. Kama ulikuwa hujaanza hiki, ukikaa masaa 4 ukiwa na skills, kuna skills za kusoma. Kusoma huwa usomi
neno kwa neno kanukta. Unaweza ukasoma ukaelewa nini kinasema na ukaisoma paragraph kwa dakika chache sana umeielewa. Kwa hiyo hichi kitabu unaweza ukakisoma kwa siku moja au kwa masaa 5 au 6 ukiwa na namna ya utulivu ukakimaliza. Kina mada zipatazo 10 na mada 11. Kwa hiyo ninawaalika, nimefurahi sana kuona waliokuwepo tangu mwanzo wote wanaenda kukimaliza kitabu, maana kila mtu anacho. Hebu nione wale ambao mko nao, nyosheni vitabu vyenu juu. Asante sana mama, nyosha sana, nyosha sana. Yaani hichi kitabu ukisoma, ukitaka kukiona thamani yake ili ukigawe, kielewe wewe mwenyewe. Ukikigawa hivi hivi uelewe. Ambaye anataka afuatane na mimi dakika chache tu ninaposoma dondoo chache, nimpe kitabu. Nyosha mkono nikupe kitabu. Njoo hapa, njoo haraka mwinjilisti, unanichelewesha, unakaa mbali mno. Njoo haraka. Haya. Wewe mimi nasema kitabu, wewe unasema hela. Unaona tunavyotofautiana. Yaani mimi nasema kitabu, wewe unasema hela. Anayetaka kitabu hebu nione. Ameacha na kunyoosha mkono. Haya, amekiacha. Hichi hapa. Naomba mama mpatie huyu. Mwingine nani anakitaka? Ngolo hajapata, mpatie. Mwingine ni huyu. Mwinjilisi, ungefanya ile spidi yako ambayo ninaijua, ungenirahisishia. Maana sitaki mtoke giza. Haya, mpatie huyu hapo. Mpatie huyu hapa. Mpatie yule pale. Ili mradi tu baada ya hapa mtamuona. Mwingine nani? Yule kule, wale kule wakina mama. Nikwambie ukikisoma utatamani uwe navyo 10 umpatie mwingine. Lakini kwa sasa soma. Yule pale, yule pale. Na mwinjilisi utatoa taarifa ni wangapi tangu vile vya juzi. Mbezi wote wamevisoma, maana ukimwona anacho maana yake amekisoma. Itakuwa rahisi kumpa mwingine. Haya, ni nani mwingine hana? Asante. Anacho huyu, amekiacha nyumbani. Msaada wako utapatikana wapi? Msaada wako uko katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Haya. Jioni ya leo ninawaleteeni mada fupi. Inasema urejeshwaji kwa Mungu, sio urejeshwaji kanisani. Mkiangalia kichwa, angalieni kichwa pale, mkikisoma Ngolo ni somo ukurasa wa sasa leo ni somo la 5. Ukurasa wa ngapi? Nendeni ukurasa wa 49. Somo la 5. Kichwa kinasema Kristo na mwenye dhambi, lakini dhima ya maelezo yote ni kurejesha watu kwa Mungu, sio kuwarejesha watu kanisani. Pana watu wengine wanalikimbia kanisa kwa sababu Mungu hajaonekana kwao. Na kuna watu wengine hawatoki kanisani. Kuna watu ambao wanaweza wakawavuruga kanisani, lakini Mungu aliyoko ndani yao hata wakivurugwa na watu kanisani hawatoki. Kuna mtu ameona tofauti hiyo? Yaani mama, ukiwa na Mungu, kuna watu wanaweza wakakuvuruga humu ndani. Wakakuvuruga. Ukasikia mtu mwingine anasema na kanisa lao na waachia. Unajua huyo amerejeshwa kanisani, hajarejeshwa kwa Mungu. Kwa hiyo hili somo linataka urejeshwaji wa watu kanisani. Ukiona mtu ambaye amemuelewa Mungu vizuri, wale ambao wanaweza wakamuharibu kanisani hawamfikii, kwa sababu amerejeshwa kwa Mungu, hajarejeshwa kanisani. Kanisa litabaki ni chombo muhimu sana cha kuwakusanya watu wamuelewe Mungu na waunganikane na Mungu. Wanaweza wakawa na udhaifu wa kuunganikana na taratibu za mambo ya kanisa, japo kuna mambo ya kanisa ambayo yanadhihirisha kuunganikana na Mungu.
Kwa hiyo leo nawaleteeni hoja ya urejeshwaji. Nimeisoma vizuri sana tangu asubuhi. Nienda mahali fulani nikawa nasafisha gari, nasoma rudia, nikaelewa somo Kristo na mwenye dhambi. Na hoja kubwa, ninyi vijana, leo vijana wote mngekuwepo, hoja kubwa ni kumrejesha mtu kwa Mungu wake, sio kwa kanisa lake. Sasa kama una kitabu, nitaanza kusoma maneno machache afu nitakwambia yanapatikana ukurasa gani. Kulikuwa kuna mgogoro mbaya sana. Mgogoro baina ya Yesu na kundi la wanazuoni wa dini wanaitwa marabi na Mafarisayo. Mgogoro mbaya sana. Huu mgogoro ulikuwa unataka kuonyesha mtu anaunganishwaje na Mungu. Sasa hawa Mafarisayo na marabi wenyewe wakauonyesha namna mtu anavyorejeshwa kanisani, na wenyewe wakausema mtu anavyorejeshwa kanisani. Wakawa wanamtizama Yesu na mtizamo wake wa kuwarejesha kanisani, wakasema mtizamo wa Yesu unalichafua kanisa. Haumchafui, mtizamo wa Yesu ulikuwa umchafui Mungu, ila ulikuwa unalichafua kanisa. Kuna mtu amenielewa? Yaani mgogoro wao, wewe ndio ninayekufahamu, acha tu nikutaje wala usipate shida. Mgogoro wao walikuwa wanaona, mtizamo wa Mafarisayo na marabi walikuwa wanamuona Yesu anavyoshughulika kuwarejesha watu analichafua kanisa. Yaani walikuwa wanamhesabu hivyo, Yesu analichafua kanisa. Ila Yesu alikuwa anaona anavyoshughulika kuwarejesha watu kwa Mungu, anawasafisha viumbe aliowaumba. Kwa hiyo ulikuwa ni mgogoro mbaya sana. Wale marabi wamemchora Yesu vibaya sana. Ona wanavyomchora. Kifungu kimoja kinasema kweli ametoka kwa Mungu, ona anakula na wenye dhambi. Mkishaanza kufikiria kuna mtu fulani, naombeni niliseme vibaya, ninaweza likawachukiza, lakini ukishaanza kufikiria kanisani kwanza hajaolewa, ni mdangaji, nikwambie unadhania unataka kumsafisha huyo mtu na kanisa. Ila ukishaanza kudhania Yesu anaweza akabadilisha tabia za huyo mtu, unaanza kumsafisha na Mungu. Ila ukishaanza tu huku, wakina mama mnisamee, huwa mnasema, wamama hata msiogope, huwa mnasema huko, mnaweza mkatoka nje ukakasema kabinti kamoja akajaolewa kanawasogelea tu wanamume. Sasa si ili kaolewe lazima kawasogelee wanamume, ila sasa kasiwasogelee vibaya. Yaani kuna namna fulani unaweza ukawachora watu kwa jicho la kutaka kusafisha kanisa, sio kwa jicho la kutaka kumuona Mungu anamtaka. Sijui mnanielewa? Ndio somo la leo pastor, ndio somo la leo. Yaani hata nikisoma vipengele vyake vyote ni hivi, hoja zake ni hizi, na kuna watu wanabidii sana kutaka kulisafisha kanisa na watu, wanataka kulisafisha kanisa na watu. Sasa mgogoro huu ulikuwa mbaya kati ya Mafarisayo na watu fulani wanaitwa marabi na Yesu. Kwa hiyo wakamuona Yesu ameingia kwa nyumba ya mtu mmoja mtoza ushuru, akaenda akanawa mikono, akaanza kula chakula pale, akaanza kuzungumza naye. Wakamuona Yesu ameenda kwa mama mmoja aliyekuwa anajulikana ana tabia za uwezo wa kuvutia wanamume. Yaani alikuwa na uwezo. Kwa taarifa yenu, nilisema hili vizuri, kwa taarifa yenu, Mungu amewaumba wanawake na mvuto mzuri wa kuzungumza, wa muonekano wa ukarimu ambao huwa unatuvutia wanamume. Yaani wanamume mlioko hapa mnaweza mkawa tu ni waoga. Yaani Mungu amewaumba huu, mnatuvutia. Ndio maana saa nyingine tunapewa tu tahadhari
Maana wakituvutia sana, tahadhari tu inasema ya kwamba tukae kwenye mazingira ambayo ukimkuta, wengi mtamsoma yule mwanamke Delila kwamba alimpotosha Samson, lakini mnasahau alikuwa ni mwanamke. Yaani kuna mtu anaweza akatumia uwanamke wake akakuvuta. Mnajifanya amnielewi. Yaani mwanamke ni chombo kimeumbwa. Mungu anaweza akawa na namna yake ya kuzungumza, namna yake ya kutenda. Tunapaswa tu kujilinda. Lakini ninyi, moja ya kitu kizuri mmeumbwa nacho, mama wewe unaniangalia kama vile unadhania nasema maneno wewe. Yaani jinsi ulivyo, kuna mambo ambayo Mungu amekuwekea hivi ulivyo. Unaweza ukamgaragaza hapa mwanamume mmoja, hata mchungaji ukamgaragaza mpaka watu wakaanza kushangaa. Kuna vitu hivyo viko ndani yako. Kwa hiyo Delila anaonekana hivyo. Kwa hiyo wakawa wanamuona Yesu hivi. Yesu anaona huyu mwanamke ni kweli ni mdhambi, na wanaorodha ya wanamume ambao yule mwanamke ametembea nao. Wanaorodha watu wanao. Kwa hiyo wanapomuona Yesu na yeye anaenda kumsaidia yule mwanamke, na yeye Yesu anamweka kwenye orodha hiyo ya wanamume wengine. Lakini unamuona Yesu alikuwa anafanyaje? Yaani mtizamo wa Yesu ulikuwa mtizamo tofauti na hawa waalimu na hawa Mafarisayo. Sasa nimedondoa maneno haya hapa ili mnielewe, nikiyasoma na mjue nimeyaandaa. Haya hapa nitayasoma katikati. Anasema hivi, hatutubu. Ni yameandikwa kwenye kitabu, kama mtu alipitia, kama ulisoma mapema, kama umekuja kunisikiliza. Lakini kama ulisoma kitabu mapema, nani amesoma kitabu mapema? Hebu nione mliosoma hichi kitabu mapema. Umesoma Sasa kama ulisoma mapema utakutana na maneno haya hapa. Hatutubu ili kwamba Mungu apate kutupenda, bali anadhihirisha upendo wake ili kwamba tupate kutubu. Nani amesoma maneno haya? Umeyasoma? Mmeelewa? Hichi ndicho kilikuwa kinatofautiana na zile schools of thoughts. Yani mitizamo mawili ya fikra ya urejeshaji kwa watu. Yani mrejesho wa Yesu ulikuwa ni hivi: hatutubu ili kwamba Mungu apate kutupenda. Kwa hiyo Mafarisayo na wale watu walikuwa wanasema hivi, kama kweli anampenda Mungu tuone ametubu. Lakini mtizamo wa Yesu ni kwamba bali anadhihirisha upendo wake kwetu ili tutubu. Kwa hiyo Yesu anapoingia, mkimsikia anasema anakula na wenye dhambi, alikuwa anawadhihirishia upendo ili watubu. Alikuwa anaudhihirisha wema wake ili awabadilishe. Kuna mtu ananielewa? Mzee wa kanisa ananielewa? Yaani ninarudia maneno haya, huenda nitayafikia. Hatutubu ili kwamba Mungu apate kutupenda, bali anadhihirisha upendo wake ili kwamba tupate kutubu. Kwa hiyo Mafarisayo walikuwa wanamsubiri yule mwanamke mzinzi atubu kwanza ili waone wanamrejesha. Alafu Yesu yeye anaenda kuonyesha kwanza upendo ili ule upendo upate kumvuta atubu. Mmeona walivyokuwa wanatofautiana? Kwa hiyo Yesu akashitumiwa na matope machafu sana. Anakula, anaenda kunawa, anakula na wenye dhambi. Ona baya zaidi. Liangalieni baya zaidi. Hapa kanisani kwenu Mbezi ili hapa lipo. Mkimwelewa mtu na tabia zake, hata kukaa karibu naye mnadhani pia watu watasema na ninyi mko hivyo hivyo. Kwa hiyo hicho kitu kinawafanya wengine wanajiona hamna mtu wa kuwasogeza kwa Mungu, ila wale watu wanawakimbia na mtu akiona hivyo anasema mbona kama kanisa zima halinijali. Kuna mtu mmoja mkienda kudhihirisha upendo kwake, mkimtembelea, mkamsalimia, mbali na historia yake mbaya, anaona amedhihirishiwa upendo, alafu anatubu dhambi yake. Alafu kuna mtu mmoja akiendelea kusemwa ni mbaya,
anaona kanisa linamtenga, kwa hiyo anaogopa. Hili ndilo Yesu alilifanya kwenye somo linalosema Kristo na mwenye dhambi. Hii ndio hoja mimi nimeisoma nikaipenda na nitaitolea maelezo sasa. Mmeona kuna watu wa kurejesha. Sasa ameieleza kwa visa viwili vya mwana mpotevu na kondoo kondoo mmoja aliyepotea akaacha wale 99. Alafu akaieleza kwa mfano wa pili wa shilingi. Mwanamke mmoja, ona, niangalieni Mbezi. Mwanamke mmoja alikuwa na vipande tu vya shilingi, vya hela. Ikadondoka kwenye nyumba zao, pesa ikidondoka, walikuwa hawana hizi sakafu. Ikidondoka inadondoka kwenye vumbi, na kule Mashariki ya Kati kwa sababu ya jangwa, mchanga wao ni mchanga ule wa nani sana, lile vumbi. Kwa hiyo kidondoka pale, saa nyingine akaoni, ili akapate ni lazima awashe taa kwanza, anawasha taa alafu anafagia. Sasa nimependa somo lilikuwa linasema hivi, pana watu wengine ili watubu si mpaka uwaambie, ila wawashie taa. Unawashiaje taa? Unawaonyesha unawapenda, unawathamini. Yaani ni kitu kigumu sana, kwa sababu ukikifanya na yeye yuko hivyo hivyo, wako hivyo hivyo. Mnaona tukimaliza ibada tu vina haraka haraka tu vinakimbia, na kwa sababu amejijua anasemwa hivyo, na yeye anasema mimi nakuja kwa ajili ya Mungu, siji kwa watu. Akimaliza ibada tu wa kwanza huyo ametoka, amepanda gari yake ameenda, kwa sababu hakuna mtu mmoja ambaye anamdhihirishia upendo ili aone kanisa na Mungu anamhitaji. Kwa hiyo Mafarisayo na hawa Warabi wenyewe walikuwa wanamtaka mtu atubu kwanza, jambo ambalo lilikuwa ni gumu sana. Yaani unadhihirishaje kwamba mtu ametubu? Ila Yesu aligombana nao kwa sababu yeye alitaka kudhihirisha upendo, ule upendo umsaidie mtu kutubu. Nasoma maelezo. Mmenielewa vizuri? Hii ndio theme statement. Nasoma maelezo yanasomeka hivi, nimeyawekea alama nyingi sana. Pasa utanisomea Luka 15 mstari wa kwanza hadi wa 7, ndio kisa kinaelezwa. Baada ya hapo mimi ninasoma haya hapa. Anawaangalia hawa watu, anawasalimu kama watoto wa Mungu. Mzee wa kanisa la Mbezi lianze kuna mtu fulani, msalimu kama mtoto wa Mungu, muonyeshe udhihirisho wa upendo wako. Yesu aliwasalimu kama watoto wa Mungu ambao kwa kweli wametengwa kutoka katika moyo wa Baba. Nitaruka hapo. Sasa kisa cha kondoo aliyepotea kinasimulia hiyo hali. Ukurasa wa 51 maelezo yanasema, Yesu alisema, nafsi hizi mnazozidharau ni mali ya Mungu. Kwa uumbaji na kwa ukombozi wao ni wake na ni wa thamani sana katika macho yake. Kama mchungaji anavyopenda kondoo wake na hawezi kupumzika ikiwa hata mmoja kati yao amepotea, ndivyo katika upeo wa juu kabisa Mungu anaipenda kila nafsi iliyotengwa na jamii. Wanadamu wanaweza kulikataa dai la upendo wake, wanaweza kutanga mbali naye, wanaweza kumchagua bwana mwingine, lakini bado wao ni wa Mungu na anatamani sana kuwarejesha walio wake. Anasema kama vile mchungaji atafutavyo kondoo zake siku ile alipokuwa kati ya kondoo zake waliotawanyika, ndivyo nitakavyotafuta kondoo zangu, nami nitawaokoa katika mahali walipotawanyika. Kwa hiyo kile kisa utaendelea kunisaidia. Kile kisa cha kondoo mmoja aliyeondoka, Yesu alimuona ni wa thamani mno na anataka tuwarejeshe kwa mtizamo mzuri. Hebu ona maneno mdomoni. Hebu ona, hivi mnadhani hivi alivyojitoa ataendelea kweli kuwa hivyo?
Ngoja tusubiri wiki moja tu ya makambi. Hilo msiliweke mdomoni mwenu. Hamjui neema ya Yesu ya kuokoa. Si mnajua huwa wanatoka hapa mbele, pakitoa wito hapa. Sasa anaogopa kuja, maana anawaogopa watu wa kanisa, lakini anatamani kuja, maana anaitwa na Mungu. Ila jicho la mtu wa kanisa likipigwa hivi, akitizama anarudi na siku hiyo labda alikuwa amevaa kwa namna hiyo, anapigwa jicho moja hivi, kweli anaenda kwa wito au anaenda kuonyesha alivyovaa? Mnaweza akagongwa moja hilo jicho, akarudi anawayawaya. Lakini hoja ya Yesu inasema alikuwa anawaonyesha upendo ili watubu. Mafarisayo walikuwa wanawataka watubu ndio warejee, ila Yesu alikuwa anataka awaonyeshe upendo alafu ndio watubu. Kwa hiyo aliwafuata. Ndio mtizamo wa urejeshwaji. Nasoma maelezo. Ashukuriwe Mungu, hajawasilisha katika fikra zetu taswira ya mchungaji mwenye huzuni akirudi nyumbani pasipo kondoo. Mfano huu hauzungumzii kuhusu kushindwa, bali kuhusu mafanikio na furaha ya urejeshwaji. Yaani ule mfano wa yule kondoo aliyepotea hauzungumzii kuhusu kushindwa. Na wakati mwingine kanisa linazungumziwa, huyu tumeshamhangaikia mno, tumuache tu. Yesu azungumzii kushindwa, anazungumzia kuhusu kufanikiwa na furaha ya urejeshwaji. Hapa kuna uthibitisho wa kiungu kwamba hakuna hata mmoja wa kondoo anayepotea wa zizi la Mungu anapuuzwa. Hakuna hata mmoja anayeachwa bila msaada. Kila mmoja ambaye atajitoa kwa ajili ya kukombolewa, Kristo atamwokoa kutoka katika shimo la uharibifu na kutoka katika miiba ya dhambi. Hapa nimeandika soma na ninasoma. Nafsi iliyokata tamaa, jipe moyo hata kama umetenda uovu. Usifikiri kwamba huenda Mungu hatasamehe dhambi zako na kukuruhusu kuja mbele ya uso wake. Mungu amefanya hatua ya kwanza. Wakati ulipokuwa katika uasi dhidi yake, alisonga mbele kukutafuta. Kwa moyo wa upendo wa mchungaji aliwaacha wale 99 na kwenda nyikani kumtafuta yule aliyepotea. Nafsi ikiwa imechubuliwa na kujeruhiwa na karibu kufa, anaikumbatia katika mkono wake wa upendo, na kwa furaha anabeba katika zizi mahali palipo salama. Naombeni niwasomee historia. Kama kwenye kitabu chenu mliona mimi nimeandika historia ya Wayahudi walikuwa wanatizamaje mambo ya mwenye dhambi. Historia ilikuwa hivi. Ilifundishwa na Wayahudi kwamba kabla ya mwenye dhambi kupokea upendo wa Mungu ni lazima kwanza atubu. Ndio yale niliokuwa nimeandika kule. Yaani kabla, ndivyo historia ya Wayahudi na Mafarisayo, kwamba Wayahudi ni kwamba kabla ya mwenye dhambi kupokea upendo wa Mungu ni lazima kwanza atubu. Kwa mtazamo wao, toba ni kazi ambayo kwayo wanadamu wanachuma upendeleo wa mbingu. Na ilikuwa ni wazo hili lililowaongoza Mafarisayo kutamka ghafla kwa mshangao na hasira, mtu huyu awapokea wenye dhambi. Kulingana na mawazo yao, hakupaswa kumruhusu yoyote kumkaribia isipokuwa wale ambao walikuwa wametubu. Lakini katika mfano wa kondoo aliyepotea, Kristo alifundisha kuwa wokovu hauji kupitia sisi kumtafuta Mungu, bali kupitia kwa Mungu kututafuta. Hakuna afahamuye, hakuna atafutaye. Kurasa wa 54. Sikiliza msimamo wa marabi ulivyokuwa. Maneno haya yamepatikana katika kitabu cha Warumi 3 mstari wa 11.
nitaruka pale na nitakimbia pale katikati. Malaika wa mbinguni wanavutiwa na hawa waliopotea ambao ninyi mnawadharau. Mnalalamika na kudhihaki pale mmoja ya nafsi hizi inapojiungamanisha kwa Yesu. Lakini mfahamu ya kwamba malaika wanashangilia na wimbo wa ushindi unavuma katika nyua za juu. Marabi walikuwa na msemo kwamba kuna furaha mbinguni pale ambapo mtu ambaye ametenda dhambi dhidi ya Mungu anaangamizwa. Bali Yesu alikuwa anafundisha kwamba kazi ya kuangamiza ni kazi ya ajabu. Kila ambacho mbingu yote inapendezwa kwacho ni urejeshwaji wa sura ya Mungu katika nafsi ambazo ameziumba. Soma maelezo mengine hapa. Pale ambapo mtu aliyetanga mbali anatafuta kurudi kwa Mungu, atakabiliwa na lawama na kutokuaminiwa. Wapo wale ambao watatilia mashaka iwapo toba yake ni ya ukweli au watanong'ona. Huna uthabiti. Siamini kama atadumu. Hivi kweli huyu atadumu? Watu hawa hawafanyi kazi ya Mungu, bali wanafanya kazi ya shetani. Yaani ile ukianza kusema hivi kweli huyu atadumu, hivi kweli hata hii kazi tuliyompatia huyu si ndio ataenda ataanguka. Niwaambieni, kuna tabia za washiriki wengine zina udhaifu wa unyonge wa mwelekeo wa matendo yao, lakini kuna tabia ya upendo na kumuonyesha thamani na kumuonyesha ya kwamba anaweza. Akitokea mtu anayemthibitishia, unaweza ukakuta tumewarejesha wengi waliokuwa na unyonge. Kuwa mtu unayewathibitisha wenzako kwa jina la Yesu. Unaonaje kanisa la mtu ambaye anajihisi na watu wengi wanamuhisi huyo mtu, huyu anaweza kulisimamia hili? Na unaonaje kanisa la mtu ambaye kila siku mnamtilia mashaka na yeye anajijua mnamtilia mashaka? Uwezo wake ukithibitishwa na watu wengine, zile tabia zenye mwelekeo dhaifu zitaimarishwa. Nimeyasema haya kwa sababu yameandikwa vizuri sana. Nimulikie sasa. Anasema hivi, Marabi 55, angalieni 55 paragrafu ya katikati pale. Marabi walielewa kuwa mfano ule ule Kristo anaotumia kwa watoza ushuru na wenye dhambi, lakini pia una maana pana zaidi kwa kutumia kondoo aliyepotea. Kristo anawakilisha si mwenye dhambi mmoja peke yake, bali sayari yote ambayo imeasi na kuharibiwa na dhambi. Dunia hii ni kipunje kidogo tu katika falme kubwa mno ambazo juu yake Mungu utawala, lakini bado dunia ni ndogo iliyopotea. Kondoo mmoja aliyepotea ni wa thamani kubwa mno mbele ya macho yake kuliko walivyo wale 99 ambao hawakutanga kutoka zizini. Haya, ukurasa wa 56. Ni wangapi kati ya wanaotanga mbali? Wewe msomaji unasoma umepaona sasa hapa anakupa wewe wito. Wewe msomaji, umewatafuta na kuwarejesha zizini? Ni wangapi? Nataka nimuulize rafiki yangu, ni wangapi wewe msomaji umewatafuta na kuwarejesha zizini? Kuna mmoja unaweza ukamtafuta na kumrejesha zizini. Kama onyeshe thamani yake. Mtanisamee, nataka kutumia nafsi yangu. Simaanishi kudhani ninajua, lakini mahali kadhaa nimechunga
na nimekuwa na tamaa sana ya wale ambao aidha hawafahamiki au washirikishwi. Nimekuwa na tamaa sana ya kuwashirikisha, na nimekuwa nikiwashirikisha mpaka wakati mwingine kwenye baraza la kanisa wanasema, pastor, wewe huwajui tu hawa, yaani sisi tumekaa nao siku zote, wachungaji wote wamepita walikuwa hivi, wewe tu huwajui hawa. Lakini jitihada yangu mara zote ni kuwashirikisha, alafu nikiwashirikisha kwenye kambi la mwaka huu wanafanya vizuri, baada ya hapo wanaharibu tena, alafu wanakuja wananifuata, pastor, tulikuambia. Sasa kama mliniambia, basi bado hao watu wana thamani, na ninakuambia wataharibu tena. Baadaye nitawafuata, nitawatia moyo tena, nitawaambia hili lisikukatishe tamaa, bado unaweza. Na unajua kilikuwa kinatokea hivi, kadri unavyowashirikisha wale ambao walikuwa wanaonekana hawashirikishwi, kanisa linajisikia limekusanywa pamoja. Yaani mbali si kwamba utawapa majukumu yale ambayo yataharibu taswira ya Mungu, lakini kanisa huwa linajisikia limekusanywa pamoja. Wale wawili au watano wakishirikishwa, patakuwepo na makundi machache yenye mashaka. Kweli mbona mnataka kuharibu? Kweli. Lakini kadri wanavyoimarika, kuna watu wengine wanapata ule moyo wa kuona Mungu anawathamini, sio kanisa linawathamini. Yaani kuna watu wanapata moyo wa kuona Mungu anawathamini. Na unajua matokeo yake ni nini? Nimeona kwenye makanisa kadhaa niliochunga, matokeo yake wale watu wanakuwa wanashiriki mno matoleo yao kwa Mungu. Yaani wanakuwa ni kwenye kanisa moja nilienda nikaangalia takwimu, kadri nilivyowasogeza, kadri nilivyowapanga, kadri ambavyo wakati mwingine wakikosolewa, nikamwambia kila mmoja, nilimwambia kila ninapokuja, wewe ndiye mhubiri mwenza wangu, utakuwa unanisomea mafungu. Juzi ameniambia neno, machozi yakanitoka, ananiambia hivi, pasa unahama huu mtaa, lakini maneno yako yamenifanya mpaka leo. Nilikuwa nimeliacha kanisa miaka 3, lakini maneno yako kila siku ukija unaniambia wewe ndio utanifanyia hivi, unaniita hapa, pastor, njoo nishirikishe hivi. Ananiambia aliona kama vile anasogezwa karibu na Mungu, alafu akaacha kuwaogopa watu. Urejeshwaji. Yaani aliona anasogezwa karibu na Mungu, alafu akaanza kuacha kuwaogopa watu. Kuna watu wengine hivi tulivyo wengi, sisi tunakuja kila siku. Si Jumatano ni sisi, si Ijumaa ni sisi, si lesson tunasoma sisi. Yule anayekuja kwa mara ya kwanza anajiona kama vile ni nani huo katika hiyo siku yake ya kwanza atamfanya aonekane na yeye huwa anakuja Jumatano kila siku. Na matokeo ya pili, mahudhurio ya ibada. Wakawa wanapenda kuhudhuria ibada, wakaanza ikifika wakati wa makambi wanaomba ruhusa kazini, jambo ambalo lilikuwa sio rahisi. Yaani hilo jambo la kuwadhihirishia upendo wakaona kama vile wamesogezwa karibu na Mungu. Sikilizeni mimi ninapoenda kusoma vifungu vya mwisho. Hebu nichukulie mfano. Kuna mmoja hapo, hebu chukua hicho kiti nichukulie mfano. Yeye ni mchungaji, ninataka yeye, alafu mimi ni yule mtu. Wananisema vibaya sana watu huko nje, hata kanisani wananisema. Alafu yeye mchungaji anafika, anasema, leo wewe utashirikiana na mimi kufanya huduma hii. Unamuonyesha thamani na unamwambia siku ya Jumatano tutashirikiana kufanya huduma hii. Yaani huyu mtu si kwamba hamjui Mungu, si kwamba hajui tabia yake ina makwazo kwa wengine kiasi gani, ila anauona udhihirisho ya kwamba hivi Mungu anaweza akanionyesha thamani mbele ya watu waliokuwa wanatizama thamani yangu haipo. Kwa hiyo Yesu alichokuwa anafanya ni hiki. Labda wewe ndio Yesu. Sasa nyanyuka Yesu. Niko ba.
Unajua ni image mbaya sana. Alafu Yesu unakuja, njoo hapo baa unikute hapo na kunywa 1 2, kaa. Walevi wengine wananiona nimekaa naye hapa. Alafu wale wenye haki wazuri wanapita kwenye ile baa. Mchungaji na yeye yuko na yule mtu. Ukiwa na moyo wa hofu, wewe mwenyewe mchungaji, Yesu mwenyewe anajiona ya kwamba sasa mbona hii inaleta taswira mbaya. Hichi ndicho Yesu alifanya, na alichokuwa nakifanya alikuja kumdhihirisha. Huyu Yesu amekuja kunidhihirishia mimi upendo, ili yale mabaya ninayoyafanya nikatubu. Ila Mafarisayo walikuwa wanataka atubu kwanza, aache, alafu ndio aje kanisani. Ipi inamrejesha mtu kiurahisi? Aya, pasta soma fungu, alafu nasoma paragraph chache na maliza. Sikieni ili fungu ile nililokuomba usome katika Luka 15. Tumekaa nzie fungu la kwanza mpaka la 7. Basi watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakanung'unika wakisema, mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi, tena hula nao. Akawaambia mfano huu akisema, huwakaribisha wenye dhambi, tena hula nao. Alafu Ebu tujifunzeni lugha. Unajua unaweza ukamkaribisha mwenye dhambi, lakini unakula naye, anakula na wenye dhambi. Mnaweza mkatumia lugha sanifu. Neno kula na wenye dhambi linaweza likatumika. Yesu na yeye anafanya matendo anafanya nayo matendo hayo. Yaani Yesu anafanya nao matendo hayo, kula na wenye dhambi. Labda Yesu anafanya nao. Unajua siku ile wameenda kutafuta chakula. Hebu niangalie ni Mbezi kushughulika na siku ile wamefika, wameenda kutafuta chakula. Alafu wanaporudi wanamkuta Yesu na mwanamke. Kwani alikuwa ameoa? Yesu alikuwa ameoa? Tena wanamkuta wanazungumza. Ule ubinadamu wa haraka, japo ni riski, pasa usijiriskishe linaweza lika backfire, lakini lina msingi mzuri sana wa kuthamini mwenye dhambi. Na hasa ukiwa unajua mazingira mazuri, usiingie kwenye mazingira hatari. Ukiwa unajua mazingira mazuri ya kumthamini. Mchungaji Ngaresoni ni mzee wa kanisa, unanisikiliza. Pana mtu mwingine anaweza asifurahi ukimuita mbele ya watu, akahisi ya kwamba sijaja siku nyingi, mchungaji ameniita. Lakini umemuona na hujamuona siku nyingi, alafu ukatafuta namna ya heshima, ukamkaribisha ofisini na ukamwambia, ulivyoshiriki kuja leo imekuwa ni jambo zuri. Tunafurahi kukupokea, tunafurahi kukushirikisha. Mimi nilikuwa natafuta kabisa bahasha zao za zaka. Yaani ile nikimuona ameenda kutoa na itafuta na natuma message. Miongoni mwa watu waliofanikisha matoleo ya zaka leo na sadaka, wewe ni miongoni mwao uliyefanya huduma nzuri mno, na kuhakikishia wiki ijayo utaikuta bahasha yake. Kwenye maombi mengine utamkuta. Nilikuwa nasimama natengeneza kamati na ninamwambia, wewe pia utahusika na hili. Ukiwadhihirishia upendo, njia ya kuwaongoza kwenye toba ni rahisi kuliko ukiwasubiri watubu alafu ndio uwaone wamekuja kwenye kundi. Unachelewa. Jamani, nimenielewa vizuri? Sasa mimi namaliza somo, nisomee. Niangalizie hapa, namaliza. Maelezo yanasema, lo, ni ukosefu ulioje wa huruma ya kina inayogusa nafsi kwa ajili ya wanaojaribiwa na wenye kukosea. Laiti angekuwepo zaidi roho. Laiti ingekuwepo zaidi roho kama ya Kristo
na ubinafsi kuwa kidogo na kidogo zaidi. Yaani roho kama ya Kristo ingekuwepo, urejeshwaji lingekuwa ni jambo kubwa sana. Baada ya kutoa mfano wa kondoo aliyepotea, Kristo alisimulia mfano mwingine akasema, kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na moja, asiyewasha taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata aione? Huko Mashariki ya Kati kulikuwa na hiyo historia, na walikuwa wanafanya hivyo, na akiipata anafurahi. Ni kama vile ilikuwa ni pesa ndogo itakayotumika kutoa mahari. Ikikosekana, maana yake kutoa mahari panapotea. Kwa hiyo mfano huu ulikuwa na maana kubwa sana. Sasa nikiwa naelekea mwisho, maelezo yanasema hivi: mfano huu kama ule uliotangulia unaweka upotevu ni kitu fulani ambacho kwa utafutaji sahihi kinaweza kupatikana tena kwa furaha kuu. Lakini mifano hiyo miwili huweka matabaka mawili. Kondoo aliyepotea anafahamu kuwa amepotea. Nani ananisikiliza? Kuna mtu ananisikia? Kondoo aliyepotea anafahamu kuwa amefanyaje? Kondoo aliyepotea anafahamu amepotea, na kupotea kwake kutamfanya anazunguka zunguka alafu analia. Na watu wanaopotea kanisani huwa wanafahamu wamepotea, maana wanazunguka zunguka huko alafu baadaye wanasema, mnajua mimi ni Msabato, mnajua mimi nilibatizwa kwenye hilo kanisa. Hiyo ni ishara ya kulialia katikati ya hali ya upotevu wake. Mnasikia? Mnajua mimi niliwahi kuwa shemasi kwenye hilo kanisa. Ni ishara ya kulialia katika upotevu wake. Mnajua wa kwanza kabisa hapo Mbezi waliotafuta hilo eneo, ni ishara ya kulialia. Kwa hiyo kwenye mfano wa kondoo aliyepotea, kondoo alikuwa anajitambua. Vipi kuhusu shilingi? Shilingi iliyopotea ilikuwa inajitambua? Shilingi ilikuwa haijitambui. Ili ijitambue ni lazima iwashiwe taa. Pana washiriki wenzetu jamani, pana washiriki wenzetu. Kama unamfahamu mmoja, ona urejeshwaji baba kule nyuma. Kama unamfahamu mmoja, makusudi juma hili nenda ukamwashie taa. Mpitie mahali alipo kamwashie taa. Ninyi mabinti kama mnawafahamu vijana, kawawashieni taa. Shida yenu mkiwaona wako huko nje na ajaoa, unadhani kwamba labda nikimwendea watu wataniambia nimemfuata. Kamwashie taa. Nenda ujiamini, kamwashie taa. Wengine wanahitaji kufagiliwa, wafagilieni. Kwa hiyo iko maelezo yanasema hivi, ili ni yajitosheleze. Anasema kondoo aliyepotea anafahamu kuwa amepotea, amemwacha mchungaji na kundi, hawezi kujirudia yeye mwenyewe. Unawakilishwa wale ambao wanatambua kuwa wametengwa kutoka kwa Mungu na ambao wako katika wingu la mkanganyiko, aibu na kujaribiwa sana Shilingi iliyopotea huwakilisha wale ambao wamepotea katika makosa na dhambi, lakini ambao hawatambui hali yao, wametenganishwa na Mungu, lakini hawalijui hilo. Nafsi zao ziko hatarini, lakini hawatambui wala kujali. Katika mfano huu Kristo anatufundisha kuwa hata wale wasiojali masharti ya Mungu wako katika lengo la upendo wake wenye kuhurumia, na inabidi watafutwe ili wapate kurejeshwa kwa Mungu. Mmeona maneno hayo yalivyo makubwa? Watafutwe ili wapate kurejeshwa kwa Mungu. Shilingi ijapokuwa imelala katika mavumbi na takataka, bado ni kipande cha fedha. Ngoro, umesikia? Yaani shilingi ijapokuwa imelala kwenye mchanga na kwenye matakataka, lakini bado ni kipande cha nini?
Kuna mshiriki mmoja humu ndani ameshazaa na wanamume 3, lakini bado ni kipande cha fedha cha thamani kwa Mungu. Huenda anauza baa, lakini bado ni kipande cha thamani cha Mungu. Kwa watoto ilikuwa inasema namna ya kuwarejesha watoto walioacha. Anasema thamani ya nafsi ni nani anayeweza kuikadiria? Iwapo ungehitaji kufahamu thamani yake, nenda Getsemani. Hebu Mbezi sikieni, hili ndio neno nafungia. Thamani ya nafsi ni nani awezaye kuikadiria? Iwapo ungehitaji kufahamu thamani ya nafsi, nenda wapi? Nenda wapi? Kama unataka kuelewa thamani ya nafsi, nenda Getsemani. Hili ndio neno la Bwana kwa jina la Yesu. Amen. Hao watoto wataomba, we mama utaomba, we binti utaomba, kila mtu aombe, na kanisa zima litaomba. Baadaye tunaondoka. Tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, umba udongo wenye rutuba ndani ya mioyo yetu, udongo wenye hewa, udongo wenye unyevunyevu wa maji, ili ukipanda neno lako liyote ndani ya mioyo yetu. Tusipende kuwaona wengine linapandwaje kwao, tupende kuona linaotaje ndani ya mioyo yetu. Na jioni ya leo, weka mapando yenye kuzaa matunda ndani yetu kwa utukufu wa jina la Yesu. Ulituahidi, mkiomba jambo lolote kwa jina la Yesu, aminini mmepokea na limekuwa lenu. Anza kuomba lile unaloliombea leo. Anza, kila mtu aombe kwa ahadi. Mkiomba jambo lolote kwa jina la Yesu, amini umepokea. Kuna kitu fulani hujakipokea, ulikuwa hujawahi kukiombea, kitamke. Kuna kitu fulani kinakushinda, ulikuwa hujawahi kuomba ili ushinde. Kuna kitu fulani kinakudhoofisha, ulikuwa hujaombea ushinde. Omba sasa, kitaje. Kuna jambo fulani Mungu anataka kukupatia, lakini una unyonge wa kunyoosha mkono kupokea. Mungu akupatie. Kuna maisha ambayo Mungu anataka uishi, lakini umetaka kuridhika na hayo ulionayo. Kuna mahali Mungu anataka kukuonyesha, ukutane na watu ili uboreshe kazi yako. Kuna jambo ambalo Mungu analitaka ili uwe na viwanja na mashamba yako. Usiwaachie tu wengine kwamba utakaa kwenye nyumba ya kupanga. Omba lile unaloliomba. Kuna ugonjwa haujawahi kutoka kwa ndugu yako, kwako, kwa familia yako. Omba. Baba, maombi yanayoombwa na kila mmoja kanisani yawe ni uvumba unaokubalika kwenye kiti cha rehema. Tutoke tukirukaruka kama ndama wa mazizini, maana umesikia maombi yetu kwa jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki. Naamini ya kwamba Bwana atazidi kutujibu sawasawa na mapenzi yake, lakini tuendelee kuwakumbusha wengine pia. Tumebakiza siku chache, huenda kuanzia kesho tutakuwa pia na mkurugenzi wa uchapishaji Pastor Keshi Malehiwa, na kama haitakuwa hivyo bado tutaendelea pia na mkurugenzi. Tumebarikiwa kuwa na wakurugenzi wetu wanaotuhudumia katika juma hili. Bwana na atubariki sana. Asante Pastor Juma kwa namna ambavyo Bwana amekutumia katika siku hii ya leo.